Moja ya vitu ambavyo nimevinotice kwenye mchezo wa jana ni namna ambavyo Ibenge amefanikiwa kuboresha viwango vya wachezaji wake kimbinu, kiufundi. Unaona wachezaji wamebadilika sana. Hata wale wachezaji ambao ni vijana ambao wanatoka kwenye timu ambao hawapati nafasi. Kwa ufupi ni kama Ibenge ameboresha viwango vya wachezaji. Hata wale vijana ambao wametoka kwenye timu za chini, wamepewa nafasi ya kucheza, lakini hata wale ambao walikuwa wachezi mara kwa mara, unaona kuna improvement kubwa sana ambayo wanaionyesha uwanjani kiushindani. Intensity ambayo wanaitoa ni intensity ya kiwango cha juu sana, ambao sikutegemea kama timu kama Azam FC kwa wachezaji wale ambao hawachezi mara kwa mara kwa kikosi cha kwanza wanaweza kutoa intensity aina ile na kuendana ile kasi ya mchezo. Angalia namna ambavyo combination ya wachezaji inafanya kazi kuanzia nyuma kwenda mbele, namna ambavyo wana defense, namna ambavyo wanafanya build up ya kwenda kushambulia. Moja ya kazi ngumu sana kwenye mpira wa Tanzania kwa sasa ni kuizuia timu kama Yanga isipate bao dhidi yako. Hiyo ni kazi ngumu sana. Lakini Ibenge amefanikiwa kuifanya bila kuwa kwenye pressure ya aina yoyote ile. Amefanya vizuri sana. Namna ambavyo timu yake ilikuwa inajilinda. Of course alikuwa anaanza kukaba kuanzia kwenye eneo la kiungo kushuka chini kwenye eneo lake, lakini ulikuwa unaona namna ambavyo anajitahidi kuziba zile spaces ambazo pengine Azam angezitumia, kwa pengine Yanga wangezitumia kwenda kutengeneza nafasi. Alikuwa anajitahidi kuziba yale magaps. Ndio maana hata Yanga ulikuwa unaona namna ambavyo ana struggle kwenye kupata clear cut chance ambazo wangeweza kuzitumia kwenda kutengeneza magoli. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho alifanikiwa nacho Ibenge, kuwazuia Yanga wasiweze kuingia kirahisi kwenye 18 yake, lakini kuwanyima yale maeneo ya wazi ambayo wanaweza kupitisha mipira kirahisi ama kukimbia kirahisi na kutengeneza channels ambazo zinaweza kuwapa uwepesi wa kutengeneza nafasi na kupata bao. Ni vitu ambavyo kwangu nimeona akivifanya kwa ubora kuanzia kwenye mechi dhidi ya Yanga, lakini pia na mechi dhidi ya Simba. Kuanzia kwenye mechi dhidi ya Simba. Yes, mechi dhidi ya Simba ya ligi, mechi ya dhidi ya Simba ya pale Zanzibar, lakini pia mechi dhidi ya Young Africans. Amefanikiwa kufanya hivyo vitu kwa ubora wa hali ya juu sana. Moja ya vitu ambavyo vinawashinda makocha wengi ni kuziba mianya mbele ya timu bora kama Yanga. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho.